Siku kubwa ya wananchi Young Africans, singo la ufufu hapa. Bana ikwaje? Shwari. Shwari? Yeah, shwari. Bana, jambo kubwa ni uchaguzi wa viongozi wa Young Africans. Unazungumzia swala hili kwa namna gani mpaka hivi sasa kwa hatua hizi ambayo imefikia? Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefikia siku ya leo, na utaona klabu yetu ni klabu ya kidemokrasia. Zaidi ya wajumbe 16 wanagombaniana nafasi 5 tu. Hii sio kitu cha kubeza, ni demokrasia hali ya juu. Lakini klabu yetu kwenye utawala wa miaka 4 uliopita, wote kwa pamoja tumeona kile ambacho kimefanywa na Engineer Hersi, kwa maana alikuta timu yetu zaidi ya miaka 25 haijawahi kwenda kwenye hatua ya robo finali na ameipeleka huko. Tumeona amechukua ubingwa mara 5 mfululizo, amemfunga Simba mara 6 mfululizo. Amefanya vitu vikubwa vingi, ameingia makundi, ndio klabu pekee Tanzania imeingia makundi mara 3 mfululizo. Tanzania haijawahi kutokea. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani timu yetu imetoka kwenye hatua fulani na imeenda kwenye hatua kubwa. Lakini kama unavyoona sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kuanza ujenzi wa uwanja wetu, na kwa kutambua hilo utaona rais wa klabu taratibu zote za ujenzi wa uwanja wetu zilikuwa tayari, lakini akaona ni vizuri mkutano mkuu wa wanachama uje uridhie, na leo tutaridhia hapo. Kwa hiyo unaona ni namna gani viongozi wetu wanaweredi, na leo wanapoomba ridhaa kwa kuiongoza tena klabu yetu, tunaenda kuwachagua tukiwa na furaha kubwa. Sasa umesema kuridhia kwa mkutano mkuu. Moja kati ya ajenda ambayo ilisumbua sana kuhusiana na swala la ujenzi ilikuwa ni 50% za GSM pamoja na 50 za Young Africans. Wewe hilo nalizungumziaje na unaenda kulitolea maamuzi yapi kwenye siku ya leo? Kwanza nikwambie kitu, GSM kujenga uwanja ni upendo mkubwa. Uwanja hautamlipa leo wala kesho, pengine mpaka Yesu anakuja. Huwezi kuweka zaidi ya bilioni 100 pale ukategemea utazilipa kwa viingilio. Inaonyesha upendo kujenga uwanja. Ingekuwa ni masuala ya kibiashara, pengine si tungebaki na uwanja tunautazama kama wetu, angeweza kusema hata mimi nichukue 70%. Lakini 50% ambayo wameisema ni ndogo sana, na nikuhakikishie ule uwanja hautamlipa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kumuunga mkono kwa sababu yeye ameonyesha mapenzi makubwa. Mtu yeyote anayekwambia sio 50% ni kubwa, huyo ni mwehu, na siku kinikamatia niletee nimpe hata makofi, kwa sababu hajui mahesabu yanaendaje. Bilioni 100 unapateje kwa viingilio vya uwanjani? Ule uwanja mtakuwa mnafanyia nini? Ni jumba la sinema lile? Kwa hiyo mimi nafikiri hizi 50% alizosema GSM ni fair, ni halali, na kwetu sisi ametufeva sana. Mwisho wa mkataba wa GSM na Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja haufahamiki unaisha lini. Maana yake tunazosema ni wa milele. Hili nalo liko kwa namna gani? Brother, ule uwanja kwa mfano leo utamwambia mwisho miaka 10. Wewe una uhakika miaka 10 atakuwa amepata bilioni 100 zake? Una huo uhakika? Akipata bilioni 6 baada ya miaka 10, hizo nyingine mnamlipaje? Unajua watu hawajui mahesabu. Ule uwanja unatakiwa ujengwe, uanze kufanya kazi, watu waone unaingizaje fedha. Huwezi kumwambia mtu bana kikomo chako ni miaka 10 au 20 asiporudisha fedha yake. Mnajua hizi fedha watu wengi huwa wanazisema tu, lakini hizi sio zawadi. Hizi ni fedha ambazo mtu anazitoa kibiashara. Kwa hiyo mimi nafikiri mtu yoyote anayeleta chokochoko huyo sio mwenzetu. Sio mwenzetu, na sisi bahati mbaya sana huwa wanaongea pembeni. Ukija kwenye mikutano kama hii ukiongea tunakugawana, kwa sababu wewe unataka kukwamisha jitihada kubwa zimefanywa na viongozi. Kwanza kule tu kumshawishi mtu kuweka pesa zake kujenga uwanja ni kazi kubwa ambayo kamati yetu ya utendaji chini ya Hersi wameifanya. Yanga ipo siku nyingi. Ule uwanja unauona pale ambao ndio sisi tunachangia ili GSM ajenge uwanja, upo miaka 91 mpaka leo tunavyoongea. Haya, unatusaidia nini? Ule watu wanamwaga takataka tu. Mtu anakuja kujenga uwanja, lazima tumuunge mkono. Basi. Bana, sawa. Lakini kuelekea sasa uongozi mpya ambao unaenda kufahamika leo, nini ambacho unatamani uongozi mpya wakifanya katika miaka mingine 4 ambayo inakuja wewe kama mwanachama wa Yanga? Mimi siwapi kwenye miaka 4. Baada ya leo mimi naanza kuwahesabia miezi 18. Kwa maana kila mjumbe anayegombea aelewe kwamba hagombei hapa akitoka kwake na maono yake. Mbeba maono wa klabu hii ni Engineer Hersi Said. Maana yake rais. Nchi ya Tanzania, rais wa nchi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Wewe ukiwa waziri, ukiwa mbunge, unakuja kusupport maono ya rais. Kama una maono yako, subiri amalize na wewe uje kuwa rais. Kwa ni waambie hao wajumbe wanaogombea, asije mtu akaja na stori zake binafsi. Tunayo maono yetu.
Maono yetu makubwa kwa miaka hii miwili ni kuhakikisha Jangwani panakuwa na uwanja. Ukija na stori zako tutakupiga mchana kweupe, tutakugawana. Hatutaki mjumbe ambaye leo anakuja kumkwamisha rais kwenye kuhakikisha wanayanga wanaenda kukaa kwenye uwanja wao. Huyo hatotoboa hata miezi 6. Tutamfuata mpaka nyumbani kwake atufafanulie saa 9 za usiku kwamba wewe ulikuwa unataka ujumbe ili weje. Wanayanga wote unaowaona hapa kiu yao kubwa ni kuona Jangwani panakuwa na uwanja wa kisasa. Kila mwanayanga mwenye mapenzi mema na klabu yake. Haya ndiyo maono makubwa tulionayo kwa sasa. Ligi kuu tumeshachukua sana. Tumecheza fainali ya shirikisho, tumecheza robo fainali, tumeingia makundi mara 3 mfululizo. Haya kama yatatokea hata kucheza fainali ya CAF ya shirikisho, ya klabu bingwa, Bwana Yesu na ashukuriwe. Lakini sisi wanayanga, uwanja pale Jangwani ni jambo bora kuliko fainali ya klabu bingwa. Na kuambia mimi kama rais wa Yanga Asili, uwanja kwetu ni kitu muhimu kuliko fainali, kuliko kombe la klabu bingwa kwetu sisi wanayanga. Kwa hiyo watu wanaokwenda kuchaguliwa leo waelewe, rais yuko ambaye anamaliza muda wake na leo tunampa ridhaa nyingine. Maono yake makubwa ni kujenga uwanja. Asitokee mtu, na waonya kama rais wa Yanga Asili, asitokee mtu akaja kumkwamisha rais kujenga ule uwanja. Asitokee huyo mtu, atatukosanisha na Mungu. Atatukosanisha na Mungu. Sisi tunataka kuona uwanja unajengwa pale. Kwa hiyo wajumbe watakaochaguliwa leo waelewe kwamba wanayo kazi ya kumtia moyo na kumpa mawazo rais wetu ili ndani ya miezi 18 uwanja ukamilike Jangwani. Lakini Lufufu, kwa awamu 2 sasa za Injinia anaingia kwenye kinyang'anyiro cha urais akiwa peke yake, hana mpinzani. Nini ni ubora wake ambao unaufanya, ama ni hakuna watu wengine wa kumchallenge Injinia? Unajua kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Injinia amefanya kazi kubwa kwenye hii klabu. Kwanza ametuletea umoja usiokuwa wa kawaida. Yanga hatujawahi kuwa wamoja kama wakati wa Injinia. Lakini Injinia ni mtu msikivu. Injinia unajua anasikiliza watu mpaka wale wadogo kabisa wa kwenye matawi kule. Anapokea maoni, anapokea ushauri. Yale anayoyaahidi anayatekeleza. Leo tunavyozungumza tayari tuna mkataba mkononi wa uwanja. Leo tunavyozungumza klabu yetu imekuwa inasajili wachezaji ambao wameprove Afrika kwamba hao ni wachezaji wa daraja la kwanza. Kabla ya Injinia wote tunajua wachezaji wetu walikuwa wanakunywa chai na kachumbari, wakati mwingine wachezaji wanagoma. Tangu Injinia amekuwa rais wa klabu ya Yanga, hujawahi kusikia mchezaji amegoma hajapewa bonus wala mshahara. Hujawahi kusikia tunasajili wachezaji wa daraja la chini. Kwa hiyo sisi kama wana Yanga tulikuwa tunatamani kupata kiongozi ambaye jambo la kwanza atahakikisha tunasajili wachezaji wa daraja la kwanza na wanalipwa mishahara. Atahakikisha timu yetu inapata matokeo. Atahakikisha timu yetu sasa inaanza kumiliki miradi mbalimbali vikiwemo viwanja. Haya Injinia ameyasimamia. Kwa hiyo tunaposema Injinia, sisi tunaposema Injinia aendelee, na hii ni kwa sababu tu za kidemokrasia na vyombo vinavyosimamia mpira. Sisi kwa Injinia hata uchaguzi huu usingefanyika. Kwa sababu tuna imani naye, tunajua uwezo wake, tunajua ni mtu anaweza kutuvusha, na mimi nakwambia baada ya miaka 4 Yanga hii itakuwa ni kati ya timu 2 ama 3 Afrika kubwa zilizokuwa na mafanikio zaidi. Na ndio kwa sababu Injinia alipochukua klabu hii, umeona TP Mazembe, majiant wa Afrika wamekuja Jangwani kujifunza. Umeona timu mpaka kutoka kwa Waarabu wanakuja Jangwani kujifunza. Wamekuja Kenya, Gor Mahia, wamekuja Polisi, wanakuja kujifunza ni kwa namna gani sisi tunaendesha timu yetu. Leo hii Afrika Mashariki na Kati, ukimwacha Ahali, klabu ya Yanga ndio klabu pekee ambayo ina wanachama ambao wanatambulika rasmi na wana mchango kwa klabu yao. Sisi ni wapili kutoka Ahali, ndio tunafuata sisi. Utaona ni kwa namna gani. Leo Yanga, nyie mnajua tu ada sijui kadi zetu 24,000 kwa mwaka na nini. Leo Yanga tuna kadi inaitwa Black Card. Yanga tuna wanachama wanaolipa milioni 1 kwa kadi. Tuna hayo matawi mengi. Sasa angalia mtu huyu namna ambavyo ametusaidia kuifikisha hapo klabu yetu, lakini ameleta vijana wengi wenye weledi. Leo tuna mkurugenzi wa wanachama anaitwa Ibra. Ni mtu mweledi. Angalia namna idara ya wanachama inavyokwenda. Leo tuna idara ya habari inaongozwa na Ali Kamwe. Angalia kazi zinazofanya. Kwa hiyo Injinia ameprove kwamba
Yeye alikuwa anastahili hata kabla sisi hatujasema. Wa upande wa pili, kwa maana mtani wako Simba anasema msimu unaokuja watachimba sana dawa pale Jangwani, kwa maana wanaenda kubeba sasa raundini ya ligi wakiwa na Dumbia, sio? Yaani sisi tunashauri ile, wewe unatuambia na Dumbia utachukua ubingwa wa wapi? Brother, sisi tuwaache, tarehe 12 sio mbali, tutakutana mimi na wewe, tutazungumza jambo hilo, lakini sisi tumesajili vizuri sana. Pengine usajili tulionao sasa, mimi sasa hivi nina miaka kama 39 ya kuzaliwa, tangu nipate akili sijaona usajili kama huu wa msimu, sijawahi kuona. Hatari wa usajili huu ni upya au uzuri wa usajili wa raundi? Wachezaji ambao wameprove Afrika. Unajua nyinyi mnamuona tu Sharulila, lakini kuna yule Traore pale. Ture. Umeona? Pale kuna mtu tumemtambulisha jana anaitwa Freddy. Lakini angalia wachezaji wazawa waliobaki. Angalia huyu rais alivyokuwa na akili wakati anawaacha watu wengine, kwa sababu Yanga safari imesajili damu changa sana wachezaji wa ndani. Alimuongezea mkataba Shuaboy. Unajua kazi yake ni nini? Hawa watoto wanahitaji mentor. Mtu wa kuambia hili hapana, hili sawa, hili sio sawa. Ndio Shuaboy ameongezwa mkataba, amekaa pale. Unaona? Na kupitia hii Global TV nataka niwaambie viongozi wa Yanga, huyu Shuaboy kwa sababu amesha prove kwenye mambo mengi, pamoja na kwamba anaendelea kucheza, ninaiomba klabu ya Yanga sasa ianze kumlipia fedha Shuaboy, aanze kusoma ukocha. Huyu atakuja kutufaa sana hata kwenye Yanga soka kule, kwenye timu yetu ya watoto ile, kwa sababu ana akili, ana maarifa, na uwezo wa kutuliza pressure na kila kitu. Sasa Shuaboy, watu Shuaboy kwa nini ameachwa na nini? Hapana. Shuaboy mpaka uwe na akili ndio unambakiza kwenye timu yako. Ameachwa kwa sababu leo umewaleta wakina Chuga wale, umewaleta wale wakina Mwijage, wakina nani. Hawa wote wanahitaji kiongozi. Mtu ambaye atawaambia hapana, mchezaji asemi hivyo, mchezaji achezi hivyo. Unajua kuna kusema, kuna kucheza, vitu vyote hivi unahitaji mentor. Kwa Shuaboy pamoja na kwamba atacheza sana msimu, lakini ataendelea kuwa mentor kwa wachezaji vijana ambao klabu yetu imewasajili. Nakushukuru sana. Asante. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.